Take one and action. Kwa sasa hivi ambapo hauko kwenye ndoa, maisha mengine, kwa sababu haya ni maisha mapya ambayo umeingia, japo yana muda kidogo lakini ni mapya. Kuna chochote ambacho ni tofauti na maisha ya ndoa? Tofauti iko wapi? Tofauti zipo kwa maana ya kwamba kwa namna mbili. Kwa namna ya kwanza, tofauti ni kwamba inaweza ikakufanya usiwe responsible sana. Ukajikuta umzururaji. Unapokuwa una mke, mara nyingi mke anapenda kuwa nyumbani muda mwingi zaidi kuliko vile kuzurura sana. Na anapokuwa nyumbani anakuwajibisha na wewe kukumbuka kwamba kuna mtu yuko nyumbani. Lakini ukiwa peke yako hamna mtu nyumbani wa kukuwajibisha. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ni mtu wa kumangamanga sana. Na hiyo imenitokea. Yaani nakuwa mtembezi sana. Utembezi maana yake ni kwamba una matumizi sana. Umeona eh? Lakini kitu kingine kimoja ambacho kiko kwa upande mwingine sasa. Kuna aina fulani ya uhuru unayapata. Baadhi ya mambo ambayo ulikuwa umesacrifice huwezi kuyafanya ukiwa uko kwenye ndoa. Na sio mambo hayo ya totos, mambo tu mengine. Unaweza ukajikuta unafanya. Kama ulikuwa una majukumu sana labda na mke, ukashindwa kusema naenda kujiendeleza kimasomo kwa sababu ya jukumu lililoko nyumbani, unaweza ukajikuta unaweza kufanya hivyo. Na vitu vingine vya positive mfano kama huu. Kwa hiyo uzuri na advantage na disadvantage zote zipo. Okay. Yes, lakini I am happy. Furaha yako ilikuwa wapi ama iko wapi zaidi? Ipo kwenye ndoa au ipo kwenye maisha haya ambayo unaishi sasa hivi? Sasa kwa sababu haya ni maisha mapya, najikuta nayapenda haya. Labda kama nilivyoingia kwenye maisha ya ndoa pia nikaona ni mapya, nikajikuta nayapenda yale. Lakini kwa sasa hivi jinsi hivi nilivyo napenda. Yes. Na ndio maana utaki kuoa tena kidogo. Unataka kuendelea kidogo kumangamanga bana. Sio kama sitaki kuoa, lakini bado wito huo sijaupata. Okay. Yes, nitaendelea kwenye relationship na mtu wako. Nitaendelea kudate kwa relationship, lakini wito wa kuoa ukija taoa tena. Kwa kipindi hiki ambacho umerudi, na uhakika mashabiki zako wengi wanakusubiri kwa hamu, na kila mtu, mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo, kwa sababu wewe pia ni mmoja kati ya watangazaji wangu. Nakumbuka enzi hizo hata nikiwa mtoto na kusikiliza. Watu watarajie nini zaidi kutoka kwako kwa sasa? Jambo la kwanza kabisa ieleweke kwamba kipindi ambacho ninakwenda bado ni kipindi kizuri na hata mimi mwenyewe nakipenda. Lakini nimepata nafasi ya kwenda kuongezea nguvu. Na Clouds FM ni Clouds ambayo ina vijana wengi sana wabunifu. Ni matarajio yangu kwamba nitashirikiana na ile team pale kutengeneza kitu ambacho ni kipya kabisa. Kwa bahati nzuri naingia kwenye kipindi ambacho ni msimu mpya. Kwa hiyo kwenye ile new season kutakuwa na vitu vipya vya watu kusikia. Ningependa sana kwamba wasikie siku nikianza kuingia. Yes, na nafikiri kila kitu kikienda sawa kama kilivyopangwa itakuwa ni tarehe 11 mwezi huu. Itakuwa rasmi tunakusikiliza kwenye mawimbi. Yes. That's really good. Yeah. Asante sana G Gardner, labda kama una chochote kile cha kuongea tukiwa ndo tunaelekea mwisho. Chochote kile. Msimu mpya wa Clouds FM unakuja kuanzia tarehe 11, nitakuwa pale. Kwa hiyo please karibuni tusikilizane, mambo yatakuwa safi. Mshahara wako utakutusaidia? Hapana. Huyo ni Gardner G Habash, kama ambavyo amekwambia tutaanza kumsikia kupitia 88.5 kwa Dar es Salaam na frequencies nyingine kwa mikoa yote hapa nchini kwetu Tanzania. Amerudi rasmi Clouds Media Group, na nafikiri umeweza kusikia mengi kutoka kwake. Kama una maswali, kama una maoni au ushauri, kupitia namba hiyo hapo na email address yetu unaweza ukatuambia ama kututumia. Lakini wiki ijayo kutakuwa na mtu mwingine hapa kwenye Take One The New Chapter, na kama kuna mtu ambaye unatamani tuwe naye vile vile unaweza ukatuambia kupitia email yetu zamaradi.take1@gmail.com. Shukrani sana kwa Jeff, Raymond Charles, Junior Sayar na wote ambao wameweza kukamilisha na kufanikisha Take One kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata, na endelea kuangalia Clouds TV. Take one and action.